Yes bwana, kilichotokea kuhusu Murtaza Ali Mangungu zile ni hasira za mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na hali ambayo anapitia hawajaizoea. Baada ya hapo tumeona klabu ya Simba wametoa taarifa kwa umma wakikemea vikali tukio ambalo limetokea na kumpa pole mwenyekiti wa klabu kwa maana Murtaza Ali Mangungu. Sasa baada ya klabu ya Simba kutoa ujumbe ule, nimeona pia mashabiki wa klabu ya Simba nao wametoa taarifa yao. Na huyu ni mwanachama nguli kabisa ambaye hakutaka kutajwa. Yeye ameandika maneno mazito kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Mimi nataka nikupeleke kwenye hayo maneno ambayo yanazungumzwa. Lakini pia nitakwambia ile sauti ambayo imevuja ya yule mganga ambaye amesema anataka mtupie majini Murtaza Ali Mangungu. Tuanze na ile andiko ambalo limeandikwa na huyu mwanachama klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ameanza na kuwasalimia, alafu amekuja kusema hivi: ndugu zangu mashabiki wote wa Simba Sports Club, kwanza tupiane pole kwa yote ambayo yametukuta juu ya matokeo ya timu yetu ambayo sote hatukuyategemea wala kuyatarajia siku ya leo. But ndugu zangu, sisi ni waja Mwenyezi Mungu. Tukubali kuwa msimu huu tumepoteza na riski haikuwa kwetu kimataifa. Ombi langu kwenu mashabiki wenzangu ni waombeni sasa nguvu yetu kubwa kwa sasa tuielekeze katika mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, uchaguzi wa viongozi wapya wa klabu yetu ya Simba. 2, ligi kuu na mashindano mengine ya ndani ambayo yamesalia. Ndugu zangu, ni ukweli usiopingika kuwa sehemu kubwa ya wachezaji wetu ni wazuri na wenye uwezo mkubwa wa kucheza mpira. But wapo wachezaji wachache ambao klabu inahitaji kupata mbadala wao. Sasa huu ni wakati wa kutokuwa na hasira, bali tunahitaji utulivu wa akili na hali ya juu ya kutazama na kuchunguza kwa hapa ndani Tanzania ni wachezaji gani wenye uwezo mkubwa wa mpira na wenye nidhamu ya mpira na watakaokuwa na mapenzi ya dhati na klabu, ambao tunaona klabu yetu ya Simba inatakiwa kuwapata na kuwasajili. 2, tutumie muda huu kuisaidia klabu kupata wachezaji wazuri wengine wa nje kama hawa baadhi ambao tumewasajili dirisha dogo na wameonyesha uwezo mkubwa ili klabu yetu iweze kuwapata na kuwasajili. Fokasi yetu ni kuhakikisha katika kipindi hiki chote timu inapata muunganiko na wachezaji kuzoeana uwanjani kiuchezaji. Timu yetu ikipata muunganiko wa kiuchezaji, ni wazi Simba hii itakuwa bora sana na kutikisa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania yetu. Huu ni wakati sahihi wa sisi mashabiki wa Simba kuungana kwa dhati na kuonyesha umoja na mshikamano wetu ili adui asitumie madhaifu yetu kuwaangamiza wachezaji na timu yetu pendwa ya Simba Sports Club. Ni wazi Simba Sports Club haitakufa na haitakuwa dhaifu tena huko mbeleni endapo tu tutayatimiza haya kwa umoja wetu kama mashabiki na wapenzi wa Simba na safu mpya ya viongozi wa mpira na wenye vitendo vya mpira ambao tutawapata kwa kura halali za wanachama watakaopatikana katika uchaguzi wa Simba ujao. Ombi langu, wapo vijana wa umri wenye mapenzi mazuri na Simba na wenye kujua mpira na wenye fikra pana za maendeleo ya mpira na kuimarisha misingi ya uongozi wa maendeleo ya mpira katika klabu yetu ya Simba. Tunawaomba wachukue fomu na wajiamini kwa dhati katika kwenda kuomba dhamana ya wanachama wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ombi langu jengine, wanachama, naamini mmeona jinsi gani timu yetu imepata aibu kimpira kwa miaka 4 na sasa huu ni wa 5, kwa jinsi ambavyo mlikubali kula rushwa baadhi yenu na kuwaweka viongozi ambao dhamira yao ilikuwa ni kuhakikisha Simba inapotea katika historia ya mpira barani Afrika na ndani ya nchi yetu Tanzania. Sasa kosa mlilolifanya huko nyuma mkatubu mbele ya Mwenyezi Mungu na msirudie tena. Nendeni kwenye uchaguzi na wa kuwapata viongozi wazuri wa klabu yetu, mkitanguliza Simba Sports Club mbele na mashabiki wote wa Simba Sports Club mbele kwa dhamira njema yenye hofu ya Mwenyezi Mungu. Mungu ibariki Simba Sports Club, tubariki wana Simba wote. Amen.
Kwa hiyo andiko hili linaonyesha wazi kwamba uchaguzi ambao umepita haukuwa halali, na imethibitishwa kwamba mashabiki walipokea rushwa kutoka kwa viongozi. Kwa maana moja kwa moja hapa anaguswa Murtaza Ali Mangungu kwa sababu yeye ndo alipita kwa kupigiwa kura. Kwa hiyo rushwa ni adui wa haki, na hiki ndicho ambacho kinaitesa klabu ya Simba, kwa sababu kumtukana Mangungu, kumsema vibaya Mangungu, bado ukienda kihaki unaweza kujikuta mashabiki wa Simba ndo watakuwa na changamoto, kwa sababu nyie ndio ambao mmefanya uchaguzi, nyie ndio ambao mmewachagua viongozi. Iweje sasa mnamuona mbaya akati mwanzo kabisa alikuwa anaonekana mbaya? Mmeenda kwenye uchaguzi bado mkamrudisha huyo huyo. Kama ikitokea tena agombee sasa hivi, unaweza kujikuta tena narudi huyo huyo, kwa sababu ndani ya klabu ya Simba kuna mamluki. Ndani ya hawa influencer na mashabiki na wanachama wa Simba humo ndani, wenyewe kwa wenyewe mnazungukana. Kuna watu ambao wanakula rushwa, kuna watu ambao nje wanasema tumtaki Mangungu, lakini wakienda kwenye uchaguzi ndio hao ambao wanampigia kura Murtaza Ali Mangungu. Kwa staili hii ni ngumu sana kufanikiwa, ni ngumu sana kufikia malengo, ni ngumu sana kufika nchi ya ahadi. Sasa wale ambao walikula rushwa wanatakiwa kwenda kutubu kwa Mwenyezi Mungu, kuomba msamaha, kwa sababu madhara ya rushwa ndo haya ambayo yanatokea. Lakini pia ipo nafasi ya kujirekebisha, ipo nafasi ya kuweka sawa kile ambacho kilipotea, kwa sababu tunaenda kwenye uchaguzi mkuu. Ni wakati sasa wa kwenda kuchagua viongozi waliokuwa sahihi. Lakini si tu viongozi waliokuwa sahihi, hata wale vijana ambao wanajiona kwamba wanamudu na wanao uwezo wa kuchukua nafasi hiyo, basi waende kuchukua fomu na wao waweze kugombea ili wapewe nafasi. Maana mengine ambao wanazungumzwa, watu wanasema kwamba viongozi wazee na kadhalika. Basi vijana wajitokeze, waende kuchukua fomu na wao wachukue nafasi hiyo, alafu wapewe nafasi, tuone na kwa upande wao itakuwaje, ama mambo yatakuwaje, ama itakuwa vipi. Kwa hiyo hilo ni andiko kutoka kwa huyo shabiki na mwanachama klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, akiwaambia wenzake kwamba kilichofanya mpaka tumefika hapa ni rushwa ambazo alikula ili kuhakikisha Murtaza Ali Mangungu anarudi. Sasa kwa kumalizia, labda nikupitishe kwenye andiko ambalo limeandikwa na Simba. Taarifa kwa umma. Bodi ya wakurugenzi ya Simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kumvamia na kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi Murtaza Ali Mangungu baada ya mchezo wetu dhidi ya Esperance de Tunis kumalizika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Vitendo hivyo si vya kiungwana, havikubaliki na havitafumbiwa macho. Uongozi wa klabu unatoa pole kwa mwenyekiti Mangungu kwa kadhia hiyo. Aidha, uongozi wa klabu umeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria kwa wote waliohusika katika vurugu hizo au kula njama ili kuwafikisha katika vyombo vya kisheria. Bodi inasisitiza kuwa haitakubali wala kuvumilia mtu yeyote atakayeharibu taswira ya klabu kwa namna yoyote. Imetolewa na Crescentus Magori, mwenyekiti bodi ya wakurugenzi klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Februari 1 mwaka 2026. Mambo ndivyo yapo hivyo. Mimi naitwa Yusuf Katalambola, the voice of miracles. Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe na mnahabarika kupitia Off Pitch TV. Bye bye.